Mtakatifu, mtakatifu Baba Mungu uketie mahali pa juu. Asante kwa muda huu na vipindi vyote vilivyopita. Nazidi kualika upako wako na neema yako na ukuu wako na nguvu zako ziendelee kutamalaki mahali hapa katika kuwafungua watoto wako, kusema nao, ukiwafundisha. Ninawavua mavazi ya uchovu, ninawaondolea giza, ninapiga wakuu anga, malango yote ninavunja kwa jina la Yesu. Roho za upinzani, majini, mapepo, maagenti, ninaachilia moto kwenye viti kwa jina la Yesu. Ninawachoma, ninawateketeza kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, ninachoma kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, ninamchoma, ninaondoa kwa jina la Yesu. Roho za upinzani, nakuja kwa jina la Yesu. Wale wamebishwa uchawi, ninaamuru moto upite kwenye viti kwa jina la Yesu. Ninaamuru kwa jina la Yesu, iondoke kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Moto upite kwenye anga, upite kila mahali, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Masikio yenye mapepo yatoke haraka, toka haraka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninakomboa Biblia, ninakomboa viti, ninakomboa anga, na ninalisha kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Roho za kuchoka na zibomoa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Nguvu zote zilizokuwa ndani ya binti wewe, katika jina la Yesu, simama ukae. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Napenda kufundisha kidogo kwanza, alafu tuingie kwenye kazi huko, au sio? Maana siku zote maombi bila
kuwa na kitu kichwani kuelewa ni kazi bure. Penda sana kumjua huyu Yesu. Haleluya. Mimi nilipenda nikamjua, na wewe nataka umjue. Na siku moja katika kumjua utafika mahali alipo yeye. Lakini kama umjui hautafika. Nataka nikufundishe. Haleluya. Amen. Utafungua katika kitabu cha neno la Mungu, waraka wa Yohana wa kwanza. Waraka wa Yohana wa kwanza kitabu cha pili, mstari wa 18 mpaka 19. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunakwenda kujifunza habari za mitume. Habari za nani? Bwana Yesu asifiwe. Waraka wa kwanza wa Yohana kitabu cha pili, mstari wa 18 mpaka 19. Usome. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitasoma waraka wa kwanza 2 mstari wa 18 mpaka 19. Watoto, ni wakati wa mwisho, na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja. Haleluya. Mungu anasema hivi, watoto, huu ni wakati wa mwisho, na kama mlivyokwisha kusikia kwamba mpinga Kristo yuko na tayari amekuja, nataka uelewe ni wewe Mungu anakuambia ukae tayari. Mpinga Kristo ameshakuja. Sasa unapomjua yeye na unakwenda kufundisha, hakika atakupata. Tuendelee. Hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Kwa sababu hiyo tunajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Haleluya. Biblia inasema hivi, walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Ni hivi, ni habari za mitume na kwenda kuwafundisha hapa. Maana sasa hivi kumekuwa kuna mitume wa uongo. Kama ilivyo kuna mtume wa kweli, unjue kuna mtume pia wa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna watu wengine wanasema ni Wakristo, wametoka kwetu sisi tukijiita Wakristo au kwa tulipopita, lakini ni mitume wa uongo. Nitakufundisha hawaiti wa uongo. Utawajuaje na kwenda kuwafundisha? Maana Yesu anarudi na shetani naye ameandaa mitume wake, akawatuma habari za uongo kuhakikisha kwamba anakupoteza wewe. Wao unaweza kuona mpo nao pamoja, kumbe hapo nao pamoja. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unapenda kuelewa? Angalia usitoe machozi lakini. Bwana Yesu asifiwe. Maana unakwenda kufunguka vizuri. Tasoma pia Mathayo 16 mstari wa 18 mpaka 19. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma. Nami nakuambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu halitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Haleluya. Amen. Hayo ni maneno Yesu aliyoniambia pia aliponituma, na leo yanakwenda kufanya kitu kwako. Lakini nikufundishe kidogo. Yesu aliposema kwa Petro, nalijenga kanisa lako. Sasa Petro yuko mbinguni. Haleluya. Amen. Kulikuwa kuna mitume wengine Yesu alikuwa nao, wote walienda vile, lakini kwa viwango vipi tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nataka uelewe, shetani na yeye ana mitume wake wa kuhakikisha kufungia watu wasiende wapi. Ametuma nifungue wende mbinguni Bwana. Haleluya. Nataka kuelewa. Shetani alibadilisha Biblia kila kitu. Haleluya. Sasa na Mungu aliponipa habari hii nilishangaa sana, kushtuka. Yamkini wale, maana tumezoea kusikia wachungaji wa uongo, si ndio? Lakini leo ninakuambia hivi, wako mitume wa uongo. Watume wa uongo watasema wanafanya kazi ya Yesu. Tumesoma katika kitabu cha kwanza, mtaona mpo nao, kumbe haumpo njia moja. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya mitume wa Mungu wa kweli ni kupeleka ukweli, na kazi ya mitume wa uongo wa shetani ni kupeleka uongo, ambapo pasipo hawa mitume wa uongo leo hii kungekuwa hakuna elimu ya uongo.
kuonyesha njia. Enendeni kwa mataifa yote mkawabatize kwa jina la Baba la Mwana. Wakazamishwa, haleluya, wakafuata kama ilivyo. Wakatokea sasa na mitume wa uongo, wakakusubiri na wao wakaja kwa mataifa, wakasubiri vitoto vidogo wakamwagia maji kichwani kwakwa. Hao ndio mitume wa uongo. Wanatusidia nini hapo wanatembea huko? Hao wanapeleka watu jehanamu. Ninakwambia hata mimi nilikutana na mitume wa uongo, wakawahi wazazi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sikuitwa na baba yangu, ameniita mwenyewe. Haleluya. Sasa kuna mitume wanaitwa na madini, wanaitwa na makampuni, wanaitwa na mashirika kwa ajili ya kuendeleza uongo. Wewe unaona uko njia kwenda mbinguni, lakini mtume amekuja wa shetani kuanzisha kazi ya uongo, mafundisho ya uongo. Tafuta kwenye Biblia, anasema mtawachuaje kwa matendo yao. Tafuta kwenye Biblia, hakuna ubarikio wa watu wazima, hakuna. Sasa hao ndio mitume wa uongo kaanzisha kazi hiyo. Amenituma Yesu nije nibomoe niwaambie mataifa yote. Usije ukajiona uko nao unaenda nao mbinguni, hawaendi. Na hata wengine wanampenda Mungu, wakaona mtumishi wa Mungu wamekutwa na ile roho, wameingia kwenye mitume ya uongo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hawatajiita mitume wa uongo. Utawachuaje? Mungu anasema watoto wangu wakati ni wa mwisho, wamekuja kuvuna watoto wa Mungu. Wewe kinachokupeleka mbinguni ni kweli tu, lakini uongo ndio njia umekamata ya kwenda wapi? Sasa angalia dunia nzima. Tuendelee mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika hapo akaambiwa kwamba Mungu Yesu akaleta mtume wakufungua wewe kuhakikisha maisha yako yananyoka mpaka nini? Kwenda mbinguni kama alivyonituma. Na shetani akaweka kuhakikisha kukufungia kwenda mbinguni na kufungulia kwenda jehanamu. Lakini hawakuambii jehanamu. Umepokea mafundisho ya uongo? Unakwenda wapi? Umefungiwa wapi? Unakwenda wapi? Leo chomoka twende Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tafungua Efeso 20 mpaka 22. Bwana Yesu asifiwe. Efeso 2:20 mpaka 22. Nitasoma. Haleluya. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Mmejengwa juu ya misingi na nataka nikwambie, wewe umejengwa katika msingi wa manabii wa kweli na mitume wa kweli au wa uongo? Wa kweli. Kabla hapo ulikuwa umejengwa wapi? Wa uongo. Sasa nataka nikufundishe uelewe. Utashindana na habari ya kwenda mbinguni, utakuwa wewe umefaidika kwenda kuzimu. Wewe, lakini wewe unakuwa kwenda wapi? Mbinguni. Amenituma habari njema nikueleze. Endelea mtumishi. Naye Kristo mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Naye Yesu Kristo ndio jiwe la pembeni. Yaani Yesu amekaa Yesu yuko zake mbinguni. Haleluya kimwili. Ameandaa ni mitume. Sasa mitume wa kweli wanaweza habari za kweli Yesu anaangalia kama anavyokuambia utafika mbinguni. Lakini na shetani yeye anaye Yesu wake wa uongo ambaye yuko chini amekaa pembeni. Anaangalia mitume wake wakibatiza watu mambo ya uongo, wakifungisha watu ndoa za shida. Bwana Yesu asifiwe. Wakikataza watu kuokoka, wakisema wao ni Wakristo wanaruhusu watu kuabudu sanamu. Wao ndio mitume wa shetani, lakini hawajiiti wa shetani. Mtawachuaje? Kwa matendo yao. Unakimya. Ndio dunia ilivyo. Ndio mambo yalivyo. Watu wanaona kwenda wapi? Kumbe wako chini ya mitume wa nani? Na idadi kubwa sana iko kwa mitume wa uongo. Na wewe ukitauka ukafundishwa ukayashika na unakuwa mitume wa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Katika yeye Bwana Yesu asifiwe. Amen. 21. Katika yeye jengo lote linaungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu la Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mmejengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Tunarudi. Haleluya. Ukiwa katika misingi ya mitume wa uongo na mafundisho ya uongo, umejengwa na hekalu la shetani. Wewe sio wapi? Haya. Na mstari wa mwisho anasemaje?
wa 22. Tumesikia katika nyumba ya Mungu ndio wameanzisha mambo ya kutoa pesa ndio uombewe. Haijatoka kwenye misingi ya manabii na mitume wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unanielewa watoto wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Nataka leo ukajiondolee kabisa vitu vyote vya mitume wa uongo, kwa sababu mitume kazi yao wametumwa kupeleka kweli, na shetani anawatuma kupeleka uongo na watu wanaupokea. Ukipokea uongo ndio umepotea, ukipokea ukweli umepona. Haleluya. Sasa kuna watu wanaomba na kutoa machozi miaka na miaka, hawamuoni Mungu, kumbe wamejengwa chini ya misingi na mitume manabii wa uongo. Lakini hawezi kujiita wa uongo. Utawajua kwa matendo yao. Nimesoma. Naye alitoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Haleluya. Alitoa manabii na mitume, wainjilisti, wachungaji na nani, ili kuhakikisha kwamba mwili wa Kristo ukajengwe, yani wewe, na kazi yake kafanyaje. Lakini nataka nikuambie, na shetani na yeye akatoa mitume wake, wainjilisti wake, manabii wake, walimu wake, ili kuhakikisha kujenga ule mwili wa mpinga Kristo, ili siku moja wasiende mbinguni wakaenda jehanamu. Haleluya. Unanielewa? Lakini nitakuanzia kwanza kueleza kwa nabii moja moja. Haleluya. Kwa mfano upate kuelewa. Anakuja mtu anasema yeye ni nabii, Mungu amemtuma, lakini anatoa tabiri za uongo hazitokei. Hao Mungu hajawatuma kwa sababu Mungu anasema ukweli. Anakuja anasema nabii ananyang'anya vitu vya watu mali. Hao ni waongo. Anakuja nabii anakula kondoo, ananyang'anya vitu vya watu. Anachangisha, anasema Mungu anasema njoo hapa, leta milioni, leta 200,000 atakubariki. Hao ni wa shetani. Unawachuaje kwa matunda yao? Na kama unasali hapo, uelewe na wao umejengwa kwenye msingi wa manabii wa uongo. Amenituma kubomoa na kuteketeza. Lakini uko uchanja shetani aliyoingia nao. Akamuona Bwana Yesu ametoa mitume na manabii, na yeye akaenda akaweka wa kwake. Mtawachuache wanakuwa tofauti na wale mitume wa Yesu. Ndio amenituma habari njema niwaeleze mataifa yote. Anayesikia atapona. Uchumbe alionituma utakutoa na wewe. Haleluya. Inaeleza kidogo. Atakuja kwa mitume. Bwana Yesu asifiwe. Mimi Mungu aliponituma, nilikutana naye Serengeti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilikuwa sielewi muda mrefu. Ilikuwa ni kama vile Paulo. Ukisoma kwenye Biblia kwa kwangu ilitokea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na hata ifika mahali nataka nikuambie, ni ushuhuda sijaye kuambia. Pamoja na kuongoza sala ya toba hapa duniani, nikawa nimerudi nyuma, lakini nikaongoza sala ya toba na Yesu tena nikiwa Serengeti. Nikapokea kwake upya. Maana katika kupokea sala ya toba huko ilipita kwa mitume waongo wengine, wa kweli wakanichafua na sala yangu ikaharibika toba yangu. Lakini neema ya Yesu ikanirejesha, na wewe ndio nakueleza sasa. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia nakutuma kwa mataifa kama wale mitume wangu niliowatuma kipindi kile. Useme kweli kama ninavyowaeleza. Haleluya. Mimi sijali ninachukiwa na kataliwa, na anasema no sweat Yesu ananipe. Shida wachukie kwa sababu haikuanza kwangu. Kina Petro walichukiwa. Kwa nini walichukiwa? Kwa nini walikuwa wananyongwa? Kwa nini walikuwa wanauawa? Kwa sababu walikuwa wanapeleka ile habari ya kweli. Sasa hawaitaki, hawafi. Lakini hapa uawe mtu hapa. Amenituma habari njema. Mwe makini sana, amekuwepo mitume wa uongo. Maana mnaweza kusikia wachungaji na manabii, mitume wa uongo na kuambia habari. Ulikuwa unaelewa? Haya wanakuja. Yesu tunajua ameanzisha huduma 5. Haleluya. Lakini sasa zimekuwa si
umesimamia pale. Funguka sasa, elewa. Haipo Yesu wa kwanza hiyo. Unaichukia chukia, bora upone. Siko kwa ajili ya kufurahisha wewe, namfurahisha Baba yangu mbinguni. Na wewe unaona utakuwa mbinguni. Ndipo watu walipopotea na kupoteza. Wakaja mitume wengine, wakaanzisha dini. Haya, watu wanaabudu sasa hivi sanamu wa Kristo. Hivi ndio wametumwa hayo. Wametumwa hayo. Leo hii watu ni wengi wako huko wanafuata mitume. Wamepotea. Warudi wabadilike. Na watubu. Maana bado ni mchana. Usiku unakuja. Wakati unafika mahali haiwezekani pa kupita. Haiwezekani kurejea sasa, wakati wako ndio huu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mitume naelezea, Bwana Yesu asifiwe. Ndio wakatumwa, wakaja kubadilisha ubatizo wa maji ya kikombe. Yesu akutuma hivyo, nimewambia wako mitume wa shetani. Mnasikia? Wakaja kuanzisha tena mafundisho ya kufungia watu ndoa kwa shida. Soma katika Biblia, hajatumwa kulaaniwa watoto wa Mungu. Amesema kama ni mtumishi wangu nimekutuma, nitakufungulia nini? Njia. Lakini waliotumwa na shetani wana roho ya omba, hawanaga kitu. Ni michango. Katika jina la Yesu. Lakini umeshiriki kwa mitume wa uongo. Utawachuache kwa matendo yao. Ni wakati wa kuja kupindua mafundisho ya mitume ya uongo. Na nitafanya na naendelea kufanya. Huo ndio ukweli. Mungu anyanyuliwe. Amen. Yeye akisema usiku inakuwa usiku, ndiye alituma kwako. Yeye akisema uishi ndio utaishi. Na yule anayekusumbua na kufungia mambo yako, mimi leo naenda kushughulika na yeye. Ni apostol kama wale Yesu. Waongo wengi sana wanabatiza watu kwa majina yao. Ndio Yesu ametuma hivyo. Haya, wengine wanachimba visima ndani ya kanisa, wanawabatiza watu. Hivi mtu msiuliangalia hivyo. Haya, ukisoma kwenye Ufunuo 20, ole wake ongezaga kupunguza maneno ya kitabu cha unabii. Sio uongo. Watu wakapokea. Watu wakadanganywa. Haya, wakaleta wokovu wao sasa wa uongo. Ndio maana watu wengi wameokoka, wamechoka, wanakata tamaa. Mimi nakwambia kuna kukata tamaa hapa, ni mbele kwa mbele. Umesikia? Hivi Yesu amechoka. Lakini watu waliokoka ni wengi wamechoka. Kama wamechoka, wamekutana na mtume aliyepanda mbegu kwa wainjilisti, wachungaji, walimu ya uongo. Kwa hiyo roho inaenda inaangamiza. Unajua nikikwambia uinuliwe, lazima uinuliwe. Amen. Unasikia? Nikikwambia ufanikiwe, lazima ufanyaje? Amen. Lakini kama nakwambia itokee, kuna nini huyu ni uongo? Maana kinywa cha nabii ni cha Mungu. Na pia uelewe kipo kinywa cha nabii wake ni kinywa cha shetani. Kama ni kinywa cha Mungu akiwezi nyang'anya watu pesa, mimi nakwambia. Lakini kikiwa ni cha shetani, ule mdomo unakamatwa na shetani. Wapi wewe? Hata wao wananena jamani. Umesikia? Hii kunena kama nilivyokuambia, na wao wananena. Wanakopi na kupesti. Sema sitaki niliokopi na kupesti, nataka original. Anaweza kaja hapa, amenyanyua suruali mpaka hapa. Nasema Bwana, uongo tu. Hivi mtu anasemaje Bwana alisema alafu anachangisha pesa? Uongo ni wa shetani wa Mungu. Atakaaje kwenye TV? Tuma pesa hapa ya kusapoti. Mungu jamani, niomba. Hivi nikuulize, mvua anaimwagia hapa duniani tu tunadaiwa bili ya maji. Yeye ni free. Hivi unalima eka 100, eka 50. Mazao yako yananyeshea bure. Hapa duniani ukinyeshea na maji ya kampuni unadaiwa bili mwisho wa mwezi.
ajabu sana. Amen. Yeye alisema damu yangu ilivyomwagika ili sisi tusiteseke tena, lakini mateso mpaka kwenye mto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapenda nikueleza tena? Amen. Haya, wakaja wengine tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivi kuna mtakatifu zaidi ya Mungu? Kuna mwanadamu ni mtakatifu? Maana sasa mitume hakuna mtakatifu hapa. Ni Mungu peke yake. Ni Mungu peke yake. Sasa watu wakapigwa upofu. Bwana Yesu asifiwe. Na ilifanyika baada ya kumuua Petro. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uelewe. Ikabadilika. Petro mwenyewe alikuwa anasema kweli, akasema tumkili huyu. Tufanyaje? Yesu akasema ndani yake nalijenga kanisa. Jiwe ni kweli. Nami nakwambia kweli kakusaidia wewe. Ukweli wa neno la Mungu usibadilishwe. Ukweli wa Mungu ufuatwe. Hakuna kupunguza, ndio inatakiwa. Ikishachanganywa Mungu na kweli, basi watu wanarudi sana, wanaona wanadamu ndio watakatifu. Wewe Yesu mwenyewe alikataa. Watashika Biblia kama nimewaambia. Bwana Yesu asifiwe. Taingia neno la Mungu, lakini mnaanza kuabudu sanamu. Pui na kuifuta ndevu. Lakini huyu Mungu alinituma, anasema kwenye amri zake msiabudu sanamu wala nini. Ndivyo ilivyo, watu wamepotezwa. Haitoshi. Wako wengine wakaanza kuchemsha maji ya kubatizia moto. Yanaweka kwenye kisima. Yanapatwa kiasi fulani, unaingia, unatoka. Mambo yameharibika, inawaeleza hii dunia jamani. Sasa ndicho alichotumwa na Mungu. Mitume wa uongo. Utawajua. Kuna kelele nyingi sana. Wewe unamtolea Mungu risiti yako, lakini kwa sababu kuna uaminifu, anakuja labda kwa sababu amekaa na majangili na yeye mwenyewe ni changili. Atajiita sasa ni mkurugenzi. Hivi Yesu ana wakurugenzi kwa sababu tuma namba yangu ile mko mimi mkurugenzi tanikuta mimi mwenyewe. Mnasema mmeibiwa. Wao unatoa pesa kwa mkurugenzi wa Bwana Yesu. Cheka kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Naona utume wa uongo uliotapakaa. Unaona utume uliojaa kila mahali. Utapona. Sasa utapona katika jina la Yesu. Yaani mabarikio haya yote ya watoto wakubwa yameletwa na mitume ya uongo. Yesu alipokuwa mdogo, hata Biblia inaonyesha alibarikiwa kwa mtoto mdogo. Akasema mimi njia ya uzima unakwenda nifuate. Hata mimi baba yangu alikamatwa huko. Nikapelekwa mitume ya uongo nikiwa mdogo nikapelekwa. Lakini nimetoka. Na wao wametoka. Na wao wanasubiri wewe njoo. Usije ukasema unaobatizwa mama yako na baba yako, haujatoka kwa mitume wa kikombe. Umetoka kwa mitume wa nani? Wa uongo. Hivyo na Ukristo wako unakuwa wa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imeandikwa katika kitabu cha Warumi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Warumi 10 mstari wa 9 hadi wa 10. Naomba tusome. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Warumi 10 mstari wa 9. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa kuwa ukimkiri Yesu kwa kinywa chako, si ndio? Sasa kuna watu wengi wamejifunga hapo. Umeelewa? Wanaongozwa sala ya toba na mahali kuna mitume mafundisho ya uongo. Unasema nimeokoka, nimekata shauri. Kuna kukata shauri? Kuna kukata shauri jamani? Unaambiwa kwa kumkiri Yesu. Nataka nikwambie vile ipo kumkiri Yesu wa kuzimu vile. Kwa sababu yeye mahali ulipo ni wale ambao wanaongozwa, wametumwa na mitume wa uongo. Kwa hiyo ile mbegu inakuchukua vile. Bwana Yesu asifiwe. Sasa madhara yake, watu wengi wameokoka, wamekata tamaa, wanampenda sana Yesu, mpaka wamegombana na Yesu. Mimi nakwambia
kwamba yatakuja, lakini milango ya nini kutokea. Katika mlango wa kutokea ndio unazidi kumjua Mungu wako, na unashinda. Na una nini? Mimi nilipita nikashinda. Yesu alipita akashinda. Mitume wa Yesu walipita wakashinda. Tena ukishinda unafurahi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu endelea kusoma. Jamaliza. Ukimkiri Yesu kwa kinywa chako utaokoka. Sawa, imeandikwa. Lakini yupo kwenye msingi huyo anaye wa kweli au wa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasoma mstari wa 10. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Haleluya. Kwa moyo na kinywa mtu huamini. Uko wokovu wa kuzimu, uko wa mbinguni. Uko upataji. Umeandaliwa kutupwa na wale mitume Mungu aliowatuma. Lakini shetani akatuma wa kwake. Akatuma nini? Lakini watu waelewa. Ndio maana kanisa hili limekuwa kama biashara. People they are looking for the money only. Asilimia kubwa wanatafuta pesa tu watumishi. Umesikia? Nilipita mimi huko nikakutana na hao. Wakaniombea mwanzoni, unajua wewe twende tukafanye mkutano mahali fulani, wewe ndio utakuwa msemaji mkuu. Tutapiga hela nyingi sana pale. Mungu wangu. Karudi nyumbani. Nasikia sauti, ulikuona hilo niliacha, umeona ndio hao nilikuwa bado mchanga simuelewi Mungu vizuri. Haikutosha. Hebu changamka, tafuta wamama 60 wa nguvu. Mimi nilijua waombaji. Kila mwezi akupe laki. Unaombea ndio marafiki zangu wa karibu, Bwana ameniambia. Ni walipigwa vita sana. Umeshajiuliza wanafunzi wa Yesu walipigwa sana. Kwa nini? Walisema kweli. Lakini wa uongo leo hawaguswi. Wanapendwa, wanakumbatiwa kwa sababu ule uongo umeshika mizizi, umeshika kila mahali. Hata wale walishikwa hawajui kama ni ya uongo walionayo. Sasa kiboko cha Yesu kinakuja, wale watu watajua. Wengine wanasema yeye ni mtume. Hivi ninakwambia Yesu alimtuma mtume gani akawe na benki wewe? Nauliza. Anaenda kwa na benki. Ndio ametuma kwa na benki kutoza riba. Hao ni mitume wa uongo. Wamekuja wengine wanauza madawa kuleza bangi na vitu mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Wanakaa madhabahu na sikia upako unashuka. Hao ni mitume wa shetani hao. Umesikia? Mwe wajanja sasa ni kusimama. Haleluya. Na wao vile Yesu ana vitu vyao anawapa vya kuwawezesha kufanya kazi yao. Na mimi Mungu amenipa uwezo wake wa kufanya kazi yake. Na kwa hiyo watoto wake. Haleluya. Uishi salama, ufanikiwe, ufurahi. Bwana Yesu asifiwe. Tunabaki kusema tutamiliki leo hii watu wa Kristo ndio wamechoka tayo. Wango wanaotumia uchawi wako chuma waporomoke katika jina la Yesu. Mnaweza mkakaa kwenye ndoa, nyumba mnachukia. Shida msingi ulipokea wa mafundisho ya mitume ya uongo ikakaa ndani yako kama mbegu. Maisha yanaweza kuharibika kabisa. Haujarogwa, ni umechukua ni mafundisho ni uongo. Nakupa mfano. Umepanda mche wako wa nyanya. Toka kuna miwili sawa sawa. Mmoja umepanda kwenye udongo mbaya na mwingine kwenye mbolea. Upo utazama matunda kwenye mbolea. Hivyo hivyo. Na wewe ambao umepanda kwenye msingi wa mtume wa kweli, kama Yesu alivyotaka, utafanikiwa sana. Amen. Na wewe ambao umepokea msingi wa mitume ya uongo, utasinyaa. Utaanza kuona Yesu ameacha, Yesu anabagua. Funguka, ndio twende mbele. Twende. Uchumi wako umeshikiliwa huko. Ulifikiri unamtolea Yesu sadaka, umetoa kwa Yesu huko. Na yeye anazifanyaje? Anazilani. Anafanyaje? Mitume wa uongo. Kuna watu wanasali kanisani nasikia hakuna wokovu hapo, ukiokoka unatengwa. Hivi Yesu alituma watu waokoke au wazubai tu akaidi? Sasa kwa nini wanakataa wasiokoke? Hao ni mitume wa uongo hao. Hata mimi nilikuwa sitaki kuokoka na jiona ni mjinga nikiokoka. Lakini nakwambia aliokoka ndio wa maana sana mbele za Mungu. Na wewe ambao hujaokoka uokoke leo kapate
wa thamani mbele za Mungu. Yamkini umekata tamaa kabisa. Mimi ninakuahidi Mungu atakutendea jambo. Kabisa. Atabadilisha na majina yenu. Kama ulikuwa unaitwa kichaa utaitwa una akili sasa. Kama ulikuwa unaitwa maskini utaitwa tajiri. Kwenda jana wewe wakwenda mbinguni. Unasikia? Kuna watu wameshaambua hata kafa nikiwa mimi nakwambia kwa jina la Yesu nafungua. Wagonjwa watafunguliwa hapa. Ukifungua kwenye oda ya mbinguni kwanza nimesema shuka pale. Oda ya mbinguni inakuja free no charge. Inafufua inauisha ni furaha na amani. Lakini amani inatoka wapi? Hakuna. Mungu mwenyewe moja jina lake ni amani. Kama kuna amani maisha yako yanakaa vizuri. Kama kuna amani baraka zinakuja. Kama kuna amani kuna njia ya kupita na kusonga mbele. Lakini njia zimefungwa na nani? Na shetani. Wale wake shetani, jini, mchawi au mtume wa uongo aliyekufungia. Mkono wa Mungu utakutana naye. Kabisa. Hata mimi nilifungiwa. Umesikia? Lakini neema yake alinijua ikifika wakati fulani Hebron nitamtoa. Akanificha maana mimi walinichukia sana. Wao nafikiri kwa nini wananichukia? Nasema uongo, nafanya dhambi, sema nimefanya dhambi gani? Sema nimefanya dhambi gani? Si ukweli tu. Asimame aseme ambaye nimefundisha mafundisho ya uongo. Lakini ningesema ya uongo, ningekuwa nimeongezeka kwenye ile kampani ya uongo. Ndio wengi sana tunakuwa kwa mabesti, sina mbesti na mashetani mimi. Haleluya. Baba yangu yeye ni mkweli. Wewe ukifundisha uongo baba yako yeye ni muongo. Na muongo baba yake ni nani? Shetani. Mahali pake ni wapi? Unataka kwenda mbinguni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio watoto wa Mungu. Amen. Kazi ya mitume ni kuweka mambo ya Mungu anapotaka kama ilivyo na kuanzisha, si ndio? Hapa tumeanzisha kweli, tutaanzisha kweli sehemu nyingine, kweli nyingine, na watazaliwa hapa mitume, watazaliwa wachungaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mtume aliyetumwa yeye sio muongo. Lakini unaweza ukazaa wengine wakaenda wakabadilika, watakutana mkono wa nani? Mimi nakuambiaga kweli. Iga ya Yesu, iga baba yako. Haiwezekani mimi nakuambia usichangishe alafu unachangisha. Hivi ni utanielewa? Ukiona mtu anachangisha, tumaini la Mungu limeondoka kwake. Limefanya? Hawa mitume hawa. Juzi Tanzania ni uchaguzi. Wakawaambia watu wasisali siku ya Jumapili baadhi ya uongo. Ndio mtume Mungu ametuma hivyo. Sasa kuna mitume wa nani? Sasa Biblia inasema ikumbuke siku ya Bwana Mungu wako ukaitakase ukaende madhabahuni, au sio? Ni ajabu hii. Yesu alifufua kitu kinacho na mitume wa Yesu walifufua kitu kinacho. Walisema ondoka. Halafu cha ajabu inakuja majitu na midunduko huko. Mara amepakwa majivu. Wanayandaga. Mnapigwa upofu wa mwoni na vya hao. Watu walikuwa kwenye gari. Haleluya. Nampenda sana Mungu kwa sababu yani akikupenda neema yake ya kuonyesha unasema hii dunia imechanganyikiwa hii. Unasikia? Wanajua miujiza inapeleka watu. Yesu ana miujiza yake. Kanisa pasipokuwa na muujiza ni bure. Wengine wanasema wanafuata miujiza. Wao hutaki muujiza wa Yesu. Haya. Hao mitume wengine wasali hamna miujiza. Ni msoko tu unakuja kutafuta muujiza wa Yesu alafu unarudi kambi tena mitume ya uongo. Wewe hamna. Lakini shetani ana miujiza yake. Anai kwanza leo. Kumbuka Musa na Farao wakufanya kule na waganga wake. Lakini ya Mungu nini? Ndio unasikia dorosha. Kama kweli wana mitume, wana kiu, wana uwezo wa kufufua, waende kwenye hospitali Marekani wamekufa watu wengi kama wataenda. Huoni hao?
Muibilisi wamejaa. Watu wengi hapa si watu wanafunga. Jamani Amerika kweli. Si ndio? Lakini Yesu anafufua. Hii ya kudondoka, waambie waende uoni. Wanaandaa watu, wanawapiga watu upofu, wanawatoa kule. Wewe umeshakuonaga anapiga mtu msukule amekaa vizuri. Sina kuja nimetisha picha. Sangine kama ni nyani. Kumbe wa jamaa waliweka kwa ofisi zao tu. Na kuambia kweli, maana ni kweli. Kama kweli ni wanafufua, wale wagonjwa na twende hospitalini. Twende kwenye nyumba za misiba. Yesu alisema kuna msiba pale wanalia. Twende. Kama utamuona, anakuambia yuko kwenye maombi, anamsibu Bwana. Haleluya. Au sio? Ikishindikana tutamwona sekretari wake hapa tikari sasa hivi. Unajua itakiwa watu sasa kama wanaona kweli wanaibana, wanaona watu wanafufua, watu wanaofio wakome kusika waende kupeleka makanisani wasitoke hapo. Mimi nakwambia utakasua ukuta. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sitaki udanganyike tena Bwana. Sala yako ya toba ya mkini uliongoza, sala ya toba na watu wa jinsi hiyo, nakwambia jina lako likashikiliwa. Kuna maeneo unatafuta upenyo unashindwa, lakini iko ahadi ulikiri, maana kinywa cha mtume kama ni cha Mungu amemtuma ina connection ya mbinguni. Kama ametumwa na shetani ina connection ya shetani. Umesikia? Bwana Yesu asifiwe. Zamani kina Bartimayo walipata mateso sana pamoja na mke wake. Maana unajua hata mitume wengine walikuwa na wake. Unajua hiyo? Petro mwenyewe alikuwa na mke kabla hajaitwa na Yesu. Unajua? Mitume hawakuzuiliwa kuoa na wanaruhusiwa. Wengine wanasema hamna kuoa. Sasa madhara yake uzinzi. Macho. Mitume hao wasikuizi baadhi yao. Sasa wanamuiga Paulo. Paulo ni Paulo, yeye aliamua yeye kama ni mpango wa Mungu watu wakaoenda kuolewa. Au sio? Wengine wanasema mimi mwanamke siolewi. Mbona yeye ndo anahangaika huko? Sasa wakatengenezeana spare zao, spare zao. Nataka nikwambie hapa ni pasua bana. Hata kuwekea mikono. Unasema mume wangu hajatulia nyumbani, lakini akienda na itoa mikono na mtume, yani yeye mwenyewe anavitamani. Mume alale nyumbani huyo anaama za madini ndio baba na baba na mimi. Hata ni kulaumiana nyewe kwa nyinyi. Shida ni nini? Mitume wa uongo. Anaitwa ofisini. Umetenda dhambi ngapi? Ndio tumetumwa hayo. Wewe tubu dhambi yako hapo Mungu anaona. Umesikia? Amen. Mara ngapi? Mara 4. Tarehe ngapi? Ndio umetumwa hayo. Sasa ni wakati wa kusamehewa paja dhambi zako. Unataka kama wanadamu, unataka kwa Mungu wewe. Nani awezaye kusamehe dhambi? Unamwambia anakuja na udhaifu fulani. Kumbe nini? Njoo Bwana atakutia nguvu. Anafanyaje? Anakutia nguvu. Ukikaa na mimi ukikutana tukizini pamoja, Bwana atenda jambo. Haleluya. Usidanganyike wewe. Wangapi wamepona? Akili imepona? Sasa naachia vitu sasa bana. Nakuachia uponyaji sasa. Nakuachia furaha. Haleluya. Na milango kufunguka. Haleluya. Naomba Mungu akinionyesha mambo yenu mengi sana. Haleluya. Wengine wanashika mpaka kwenye meno, mpaka ulimi. Itakuwa safi leo. Na wengine shida zimekwisha, wengine wanazidi kutengenezwa. Maana Mungu anasema kile unaponiangania, sogea karibu na mimi nazidi
Sura zinapendeza. Bwana Yesu asifiwe. Mitume wanakuja wanakuambia, wewe uchi kanisani wewe. Imeandikwa afanye kazi ya Mungu ulegevu watu. Kama umefanya kwa uongo. Asubuhi mpaka jioni kanisani. Kafanye kazi wewe. Hakuna watu asubuhi mpaka jioni. Labda kama unapenda, au sio? Asiyefanya kazi na asile. Au sio? Mimi mwenyewe kwa ubishi wangu nilikuwa namwambia Mungu, hapo naenda Serengeti fasta nakuja Jumapili napiga kazi. Wewe mtume nimekutuma jambo hili. Achana na hili. Asijui. Nikaelewa. Na sijaona shida yoyote. Haleluya. Waliopigana na mimi wakafikiri wanapigana na Mungu. Pigana na Mungu sasa, utatolewa neno yote. Amen. Apigane na watoto wangu watakutana na Mungu. Amen. Ndio maana wengine wanashangaa gani na wakanyaga hakuna mchubuo huko muujiza wa Mungu. Haleluya. Nasikia Roho Mtakatifu akiniambia kuna baadhi ya nyumba wachawi wanaingia. Sasa utachukua mafuta ya anointi paka kwenye mlango wako. Pale juu kila wiki wanapaka tu. Wale wake ingia utakuta amedondoka. Ya dukani. Lakini nasikia mwe anauza mara 500 laki. Hao ni mitume wa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Wanauza kanga za upako. Kanga inauzwa 3,000. Na si 20,000 usipeleke unaibiwa wewe. Bwana mnacheka. Ukaumia, ukakazika. Wewe una shida, ulipewa mambo ya uongo. Sasa mimi nakusihi, hebu samehe Bwana. Yesu anakupenda. Tuingie hivi, tuchote baraka, tusonge mbele. Naomba tusimame. Haleluya. Naomba wimbo wa kuabudu. Damu ya Yesu ishuke juu yenu. Damu ya Yesu isafishe. Damu ya Yesu isafishe kanisa. Damu ya Yesu isafishe mapafu. Damu ya Yesu isafishe kwenye miguu. Miguu inawaka moto, pokea uponyaji. Miguu inaochoma pokea uponyaji. Na uliofungwa mpate haja kubwa na fungua katika jina la Yesu. Utumwa usiofanya kazi ufanye kazi sasa katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, watoto wanaosumbua na watamkia uponyaji katika jina
gani? Niliondoka Kifafa. Ndipo alipokata kauli. Lini? Mwaka juzi. Mwaka juzi. Yes. Aha. Basi. Baba, asante kwa ajili ya pastor. Nachia upako ufufuo katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pastor Alicho. Nakata kamba zote ulizokufunga na kufanya msumbule. Kwa jina la Yesu. Na wanyang'anya nyota yako. Na wanyang'anya afya yako. Na wanyang'anya. Maana huyu alikuwa sio mtu, ni jini linaishi hapa. Fanya chini, Pastor Ayubi. Magoti yanyoke, mifupa inyoke, mbavu zinyoke. Pokea pumzi. Ufahamu uliojiwa na majini na tamkia sasa ukapone. Ubongo ukawe vizuri katika jina la Yesu. Ninafuta na tarehe walikuwa wameshapanga, lakini kwa neema ya Mungu umefuta. Tarehe 21 mwezi wa 9 2015 Mungu akasema utafika tu hapa, na yeye amemaliza. Ayubu warudi. Askari akirudi, mikono yako ikapitishe balance yako na majini yaliyokatu chumbani kwako, ninayaua kwa jina la Yesu. Kitongo chako pokea nguvu, pokea upako wa uzima wa uhai. Moyo wako na ufungue kwa damu ya Yesu. Vifungo vyote na vifungue katika jina la Yesu. Uishi, uinuliwe, ukamsifu Yesu. Ambarati. Ona una uzuri jamani. Amen. Atasumbua, mumpe chakula sasa apate nguvu na maji. Wewe ulikuja naye, siku nyingine utakuja naye akija kuimba kwa hiyo hapa. Simame kanisa. Naomba ukamweke mahali pengine sasa. Pate chakula, pate nguvu. Amen. Yesu amemaliza. Naosha mikono. Baba, katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya watoto wako.
zikachinjwa mbuzi sio na damu ya kuku, na zile damu zinanena na zile damu ya kuna watu waliingia maagano wakijua kwa pesa au vitu vingine. Sasa wanatesa na wamemrejea Mungu. Neema ya Mungu iko na umekuja. Nami ninaifunga maagano kwa damu ya Yesu. Kuna mtu ambaye kidole chake kimekatwa lakini kimeshikiliwa na pepo. Pata katika jina la Yesu. Vifua vyenye uzito pata kwenye Yesu. Kazi zenu zenye uzito pata kwenye Yesu. Macho yasiona yakaone katika jina la Yesu. Usiyekuwa na furaha uwe na furaha sasa. Uliyeshushwa ili kuinua juu katika jina la Yesu. Na uliyeinuliwa juu na sisi kukunyanyua juu katika jina la Yesu. Kunyanyua juu na kunyanyua kimwili. Kuna watu wameshushwa kiuchumi katika eneo la pesa. Mikono yenu na pesa zenu inawanyanyua juu. Wanafanya zinashuka shuka. Papa kilema, katika jina la Yesu. Iko mikono imeshikwa, nyosha mikono. Wengine waliomba chenji pasipo kujua. Wengine watu kwa mganga kaamua hakikisha unamshika mtu fulani mkono. Lakini nakwambia mimi siko kuhakikisha kazi ya shetani zinaenda mbele, ni kubomoa. Sawa? Utakapoona imetokea furaha, mshukuru Mungu. Mungu anakufungulia kwako. Endelea kunyoosha mikono. Utamani wa nguo za watu walio kupitia kuvalia na nguo na amuru reje. Na amuru reje sasa hivi kwa jina la Yesu. Ninaamuru kwa jina la Yesu ukifanya kwa jambazi. Ninaachia moto ukitoka kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu mabaya yote yanayoongoza. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hakuna mchawi wala mganga atakayeweza. Nimesema hivyo, pokea uponyaji. Pokea katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Saidia yule peleka